Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Daktari Doto Biteko ameagiza kuwa mkakati wa taifa wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia usiishie kukaa kwenye makabati, bali utekelezwe katika ngazi zote za serikali hadi ngazi ya mtaa, bila kusahau sekta binafsi, wadau wa maendeleo pamoja na vyombo vya habari kuwa mstari wa mbele katika kutekeleza jambo hilo. Dr. Biteko amesema hayo wakati akizindua mkakati wa taifa wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia jijini Dodoma. Mara nyingi tumekuwa na mikakati mingi iliyoandikwa vizuri kwa lugha rahisi inayoeleweka. Changamoto kubwa tunayokutana nayo ni utekelezaji wa mikakati hiyo ambayo tumeiandika vizuri. Natamani sana katika kipindi hiki ambacho tunazindua mkakati huu usiwe sehemu ya mikakati iliyoandikwa ikakaa kwenye makabati. Itakuwa aibu sana baada ya miaka kadhaa tuna mkakati mzuri ambao tunauzindua leo, lakini hakuna kinachotokea kwa wananchi. Hakuna nyongeza ya watu wanaohama kutoka kwenye matumizi ya nishati sio kuwa safi kwenda kwenye matumizi ya nishati safi. Niwaombe tena wizara kusimamia kwa karibu hili jambo tuweze kulitumia. Sasa tuna vyombo vya habari vingi sana. Nataka niviombe kwamba vyombo vya habari wawe wao wenyewe katika mstari wa mbele wa kupeleka ujumbe wa nishati safi ya kupikia kwa wananchi. Hivi ninavyozungumza, nchi yetu tunazo redio zaidi ya 210 nchi nzima. Na katika Watanzania wote tulionao milioni 60, asilimia 45 ya Watanzania hao wanategemea habari zao kuzitoa kwenye redio. Tunazo TV 56. Tuna online content au majukwaa mbali ya kimtandao 575 ambayo ni blog na platform mbalimbali. Haya yote yakibeba agenda iliyopo ya nishati safi ya kupikia, itakuwa rahisi kuwabadilisha Watanzania fikra zao na kuwahamisha kuwatoa kwenye matumizi ya nishati sio kuwa safi kuwapeleka kwenye matumizi ya nishati iliyo safi. Kwani changamoto gani tulionayo, ndugu washiriki? Moja, ukweli ni kwamba dhamira ya kisiasa ipo. Na tena dhamira ya kisiasa haijaanzia chini. Imeanzia kwenye ngazi ya juu ya uongozi wa nchi yetu, yani rais wa nchi yetu. Kwa hiyo dhamira ya kisiasa ipo. Jambo gani linalopungua? Jambo linalopungua la kwanza ni sisi wenyewe miongoni mwa Watanzania na hasa serikali kuwa na uratibu wa pamoja wa kusukuma ajenda hii. Ajenda hii sio ya Wizara ya Nishati, ni ya serikali nzima na Watanzania wote. Nitoe wito kwa wizara zote, taasisi zote na hasa serikali za mitaa kuibeba ajenda hii kwa uzito wake. Wale wanaotusaidia EU na wengine wote waone kuwa kazi hii tunaifanya kwa nguvu zetu zote. Nataka nitoe wito wizara ambaye ndio msimamizi mkubwa wa jambo hili pamoja na ofisi nyingine zote, tuwe na utaratibu wakati wote wa kujitathmini kila wakati tumefikia wapi. Kwa sababu kwa kweli shida tulionayo ni namna gani tutatekeleza mkakati huu. Kuwa na mkakati jambo moja, na mimi nakubali, tunakwenda namna gani kuutekeleza. Tunaweza tukawa na mkakati hapa, tukapiga picha, tukatoka hapa, baada ya miaka 2-3 tukarudi pale pale tulipo. Nataka niwahakikishie kuwa tutalisimamia hili jambo kwa nguvu zetu zote ili mkakati huu uhame kwenye makabati uende kwenye utekelezaji. Sasa nataka niwaonyeshe furaha nilionayo toka mwaka wa jana tulivyozindua mkakati mkubwa wa nishati safi ya kupikia. Mtakumbuka tulitoa taarifa kuwa nishati safi ya kupikia matumizi yake ndani ya nchi yetu ilikuwa 6% peke yake. Na kwa kweli tulikuwa nyuma sana. Tumetekeleza mkakati huu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Tumefanya tathmini pamoja na NBS. Tumeona mabadiliko makubwa yametokea. Tumehama kutoka 6% mwaka wa jana na sasa tumepanda kufika 16% mwaka huu. Hii si hatua ya kujivunia sana, lakini walau ni hatua fulani. Na sasa hivi ninayo taarifa kuwa NBS pamoja na wizara yetu tunafanya survey nyingine ili tuweze kuona. Natoa wito na maelekezo kwa Wizara ya Nishati na kupitia kitengo chetu cha tathmini na ufuatiliaji serikalini, kila robo tunapokutana lazima tupate tathmini, tumeongeza watu wangapi tuliowahamisha kwenye matumizi ya nishati sio kuwa safi, wamekwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Ili tutoke kwenye ule utaratibu wa kusema tu kwamba imekuwa hivi. Tuje tuzungumze watu hawa kwa namba zilizofanywa utafiti kisayansi ili tujue nguvu yetu tunaipeleka wapi. Na Mheshimiwa Katibu Mkuu pamoja na kitengo chako, ninaomba hili jambo tulipe msukumo mkubwa
kwa sababu kwa kweli tunadaiwa hesabu za kutoa kwa Watanzania. Mheshimiwa Rais ameshatupa kila aina ya nyenzo, kila aina ya mahitaji tulionayo. Mkitaka kujua ukubwa wa mkakati huu, angalieni gharama itakayotumika kurani mkakati huu. Mkakati huu utatumia shilingi bilioni 130 kwa kipindi chake chote. Si fedha kidogo. Tunahitaji kuona sasa kila mtu anazungumza nishati safi ya kupikia. Ningependa nianze kuona radio sports, jingles nyingi kwenye TV, matangazo kwenye magazeti, na hasa kwenye influencers wengi tunazungumza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tukifanya hivyo tutawabadilisha watu wetu. Shida ya nishati sio kuwa safi, madhara yake hayaonekani mara moja, na kwa hiyo watu wengi hawayaoni mara moja. Ingekuwa inaua haraka kama corona ama kipindupindu, ni rahisi kumwambia mtu ona hao wamekufa. Lakini shida ya nishati sio kuwa safi, inaua polepole. Madhara yanayotokea wakati mwingine watu watayahusisha na mambo mengine, lakini ukweli ni kwamba ni kwa sababu ya matumizi ya kuwa safi. Misitu yetu inaisha, tunatengeneza ujango kwenye nchi yetu. Mazingira yanabadilika. Leo mvua zinakuja tena za kuotea, zinakuwa na ukame wa muda mrefu. Wakati mwingine zikija zinakuja zilizopitiliza. Si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu tu mazingira yetu yameathirika. Na moja ya kitu kinachosababisha mazingira yetu yaweze kuharibiwa ni matumizi ya nishati isiyokuwa safi. Niwaombe twende tukaongeze kampeni hii, na vyombo vya habari wawe mstari wa mbele kwenye hili jambo. Nataka nitoe wito tena, kila mmoja tunapokuwa na mkakati huu. Nimeona kwenye mkakati wetu ule kuna mpango mkakati wa utekelezaji. Naomba mpango mkakati huu tufanyie roadmap yake, tuanze kufuatilia hatua kwa hatua. Kama kuna jambo litakiwa kufanyika mwezi Juni, lifanyike. Jamani, wameshatuletea na magari kwa ajili ya kampeni hii. Tunakosa nini cha kufanyia hii kazi? Tunakosa nini? Hili si jambo la Wizara ya Nishati wala ofisi ya Makamu wa Rais. Ni jambo la serikali nzima. Lazima hii ajenda iwe yetu wote. Tupimwe kwa jambo hili. Watanzania wengi tuwahamishe kwenda kwenye matumizi ya nishati ambayo ni safi. Na sekta binafsi iruhusiwe. Wanakuja watu wengine hapa na teknolojia tu. Wakati fulani wanasema kujaza mtungi ni ghali, ni kweli. Lakini kuna mwingine ana teknolojia ya kumfanya mtu alipe kulingana na anavyotumia. Huyo mtu atatembea ofisi zote, ofisi hii akitoka anaambiwa nenda kwa huyu, akitoka na huyu anayekuja baada ya kuja kujieleza akimalizika wanauliza ni nani aliyemleta. Mnaanza kuangalia kutafuta mtu badala ya kuangalia product inayoletwa. Hili jambo la kujiangalia wenyewe badala ya kuhakikisha kuwa watu wanaleta teknolojia, tunasukuma hii agenda, linatuchelewesha. Kama anakuja mtu kijana mdogo ana teknolojia, mnamwangalia kwa sura yake, mnasema huyu ataweza kweli? Madalali. Na bahati mbaya tunawaita madalali wa Tanzania wenzetu. Akija mgeni huyo tunasema huyu anaweza, tumpe hii nafasi. Wapeni nafasi vijana wadogo innovative, waje wajaribu kutupa teknolojia katika matumizi ya nishati safi. Na mimi nataka niwaambieni Watanzania wanataka nishati safi.